marehemu tumuombee apumzike kwa amani. Wakati mwingine naona hicho ni kitu kama vile upotoshaji. Mtu atapumzika kutokana na matendo yake. Yaani wewe ulikuwa hauna tiketi ya harusini, utaenda kukaa kwenye kiti cha nani? Ulikuwa una maandalizi ya harusi, utaenda kwenye kiti cha nani? Kwa hiyo tiketi yako ndiyo itakayokupeleka ile sehemu inayostahili. Wewe kama uliishi kwa matendo mabaya, utaenda ile sehemu inayostahili. Sisi tutafarijiana kusema kwamba tukuombee upumzike kwa amani, lakini hukumu yako itakuwa pale pale. Matendo yako ndiyo yatakuhukumu. Kama ulihubiriwa kuhusu kuacha dhambi ukakataa, ukahubiriwa kuhusu kukiri Yesu, kumpokea Yesu, kuacha mambo yote ambayo hayastahili ukakataa, ukaona hao wanaohubiri wanaongea tu, wanaona kama vile dini ni biashara, unaambiwa habari za Yesu unaona kama vile ni upuuzi. Kuna wakati utafika sala zetu hazitakusaidia chochote. Tutafarijiana kwamba tukuombee upumzike kwa amani, lakini utapumzika kwa namna utakapokuwa unastahili. Kama unastahili motoni, wewe utaenda motoni. Kama unastahili mbinguni, utaenda mbinguni. Mungu ndiyo mwenye maamuzi ya wapi uende. Haiwezekani wewe umeishi kwa matendo mabaya, alafu umeshakufa sisi tunapiga magoti tunakuombea unaenda sehemu inayostahili. Hapana, kitu kama hicho. Mungu ndiye atakayehukumu kutokana na matendo yako. Kwa hiyo muda wa kutengeneza ni sasa mpendwa. Muda wa kutengeneza ni sasa mpendwa. Sala zetu hazitakusaidia. Ndio tutakumbuka kwa matendo ambayo umetusaidia pengine hapa duniani, ndio, lakini matendo yako uliyoyatenda ndiyo yatakuhukumu huko mbinguni. Hesabu utaitoa. Sikutishi. Ukweli ndio uko hivyo.